Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Mungu, nahitaji upate kukaa sasa, wakati huo ambapo tunaenda kupokea neno la Mungu katika majira. Na wakati huu nahitaji upate kutulia mbele za Bwana, ili Mungu apate kukutendea yale ambayo yeye mwenyewe katika siku hii ya leo ameyakusudia kwa ajili ya kwako. Maana yako mambo mazito, yako mambo makubwa ambayo pengine hujawahi kuyapata, lakini kwa neema ya Mungu ambayo yeye mwenyewe ameiachilia ipate kusimama mbele zako. Na ndivyo hivyo leo, katika siku ya leo naenda kuiona na kuipokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla sijaendelea kuhubiri sasa, nianze kusema hivi: Bwana majeshi na Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, anisamehe sana mimi. Anisamehe sana mimi. Niko mahali hapa, anisamehe sana mimi. Mungu yeye ni Mungu wa tofauti na Mungu huyu ambaye hawezi kulinganishwa wala hawezi kufananishwa. Mungu huyu na anisamehe sana. Amekuwa akiniambia mambo mengi na makubwa sana katika maisha ya kwangu na katika maisha ya watu wote katika nchi hii ya Tanzania. Lakini basi kwa sababu ni udhaifu, wenda niseme ni udhaifu, mambo haya sijaweza kuyasema mbele ya kanisa, lakini kwa leo nataka nikwambie Mungu huyu ni wa ajabu, ambaye anatupenda nchi yetu ya Tanzania. Yeye ndiye ambaye aliyafunua haya kwangu, na wakati huo sikuweza kuchukua hatua za hali ya juu, na kwamba kanisa la Bwana sijawaambia. Hapo ndipo nikaona kiongozi mmoja, na yeye alikuwa ameketi katika benchi moja pamoja na viongozi wake wako katika benchi moja. Lakini nilinyamaza tu, nikasema hivi: tazama, Bwana atasimama yeye na atatetea. Lakini nini kilichokuja kutokea ni kwamba huyo mkuu wa nchi akachomoka katika ile benchi, na kisha akagaragara mahali hapo, na mwisho wake sijaona ameinuka au amefanya nini. Nikakomea mahali hapo. Lakini wakati huu tena Bwana amenionyesha habari ya dhoruba kubwa inayotoka magharibi. Nayo inatoka magharibi, wasomi kwa wasiosoma, matajiri kwa wasio matajiri, kwa watu wa aina mbalimbali wenye vyeo. Nikiwaona nao wanakimbilia katika eneo ambalo hata halistahili, ndipo pale wakaenda kupokea msaada. Lakini dhoruba hilo ni kubwa, linakuja mbele zao, mahali ambapo walikuwa wanakimbilia sio salama. Ndipo pale mimi nikakimbilia katika nyumba ya Bwana, nikatulia mahali pale. Nataka nikwambie wewe, kanisa la Bwana, ambaye leo unasikia habari hizi, ni wakati wako na majira haya ya kumwambia Mungu asimame na wewe. Wakati wengine wanapokuwa wanakimbilia mahali ambapo sio salama, wewe kimbilia katika nyumba ya Bwana, na hapo ndipo dhoruba ile haitaweza kusimama mbele za kwako. Maana Bwana majeshi ameachilia haya ili apate wewe kukuinua na upokee kile ambacho Mungu amekikusudia ukipokee wewe, kwa kuwa yeye amemwachilia nabii wake na masihi wake kusimama mbele za kwako na haya kuyafunua ili yapate kuwa ya kwako. Na hapo ndipo utaanza kushangilia na kusema, hakika yupo Bwana majeshi, yeye ambaye hatakoma kuwafunulia manabii watumishi wa kwake mambo mazito ya ajabu yanayotokea ya madhara na yale ambayo sio ya madhara. Bwana majeshi na apate kusimama na wewe. Nimekwambia maneno haya ili Mungu apate kukutunza na upate kusimama na kuitenda kazi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Maneno hayo yatufanyie kazi na Mungu anatenda. Lakini pia
Nimekwambia kanisa la Mungu, nazidi kukumbusha, mwendo umekaribia sana. Lakini watu na kukumbusha, nimekuambia mara nyingi, lakini watu wanaonekana kwamba wanapokaribia ule mwisho wa safari, kila mmoja anaamua kutafuta njia ya kwake. Nakwambia maangamizi yatakuwa kwako wewe mwenyewe. Unaitafuta njia ya kwako na ukaacha kufuata maagizo ya Bwana, huyu Mungu aliye hai, ambaye anakwambia leo wewe, na anakwambia hilo ni onyo kwako wewe ambaye hutaki kutengeneza njia za kwako na kutulia mbele za Bwana. Utaona upanga wa adui ya kwako ulivyo na nguvu kwako wewe, ambaye kuyashiki nilikuambia hayo mimi leo katika maisha ya kwako. Ubarikiwe kwa kuyasikia maneno hayo. Ubarikiwe sana kwa kuyasikia. Nahitaji wewe mwenyewe upate kumwona Mungu. Hebu wakati na majira haya tunaenda kusikia neno la Mungu sasa. Hebu fumba macho yako na mimi niendelee kuomba. Ninakuinua Mungu kwa ajili ya wema wako. Kanisa lako hili umeipenda ili lipate kutembea katika mafuta yako, ili lipate kutembea katika utukufu wako. Baba, neno lako sasa kaliachilia ili lipate kutenda mapenzi yako. Mungu wangu le hai, inue yeye yule aliye tayari, mwinue na mpandishe aone utukufu wako, na moyoni mwake amani yako Bwana Mungu nikapate kuonekana. Ninakubariki Mungu kwa sababu umependa kanisa lako, umependa watumishi wako, umependa Bwana majeshi wanakutenda pamoja na wanao. Nami sasa nasema asante Bwana, katika ngome yako tuzingire sasa na ngome yako, na kwamba majani mabichi yakapate kuwa ni chakula chetu wakati wote na saa zote. Nakubariki Mungu kwa sababu umeachilia Roho kwa Mtakatifu aendelee kutukumbusha, aendelee kusema na sisi, aendelee kutenda pamoja na sisi. Nasi Mungu katusamehe yale ambayo tumekukosa, lakini nahitaji Mungu ukamjalie kila mmoja kutembea katika utukufu wako. Bariki mtumishi wako, mpake mafuta yako na utukufu wako ukapate kutembea naye. Nakubariki kwa haya yote kwa jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya